Taarifa mbaya kutoka jeshi la polisi imeshtua nchi ya Tanzania. Hujambo na karibu. Taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la polisi nchini Tanzania mkoani Mara imeweka wazi tukio lililotokea mjini Msoma wakati wa maadhimisho yaliyokuwa yamepangwa na wanachama wa baraza la wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu 27 wanashikiliwa na polisi wakituhumiwa kufanya vurugu pamoja na kukaidi amri ya sheria iliyokuwa imepiga marufuku kufanyika kwa maadhimisho ya kitaifa ya baraza hilo katika mkoa huo. Miongoni mwa watu hao ni katibu mkuu wa BAWACHA Taifa Pamela Masei. Ukamataji huu umeibua mjadala mpana wa kisiasa na kijamii kuhusu haki ya kukusanyika, utekelezaji wa amri za mahakama na nafasi ya vyombo vya dola katika kudhibiti mikusanyiko ya kisiasa. Tukio hilo limetokea katika mji wa Msoma, makao makuu ya mkoa wa Mara, eneo ambalo siku hiyo lilikuwa limekusanya wanachama wa BAWACHA kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na kamanda wa polisi mkuu wa Mara kwa jina Pius Latumo, hatua ya ukamataji ilifanyika baada ya kile kilichoelezwa kuwa maandamano yaliyofanywa barabarani na baadhi ya wafuasi wa BAWACHA mara baada ya kumalizika kwa ibada ya misa takatifu. Baada ya misa hiyo, waliungana na vikundi vya vijana waliokuwa wakiwasubiri barabarani na kuanza kufanya vurugu. Hali hiyo ilipelekea watumiaji wengine wa barabara kupata taharuki na kuanza kukimbia hovyo hovyo. Jeshi la polisi mkoa wa Mara lilifanikiwa kudhibiti wafanya vurugu hao na kuwatawanya, na barabara zikafunguka na shughuli zingine za kijamii na za kiuchumi zikaendelea kama kawaida. Zipo taarifa zinazo. Ibada hiyo ilifanyika katika kanisa Katoliki Msoma, ambapo wanachama wa baraza hilo pamoja na waumini wengine walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya sala. Kwa muda mkusanyiko huo ulionekana kuwa wa kawaida kabisa wa kidini. Waumini walikusanyika ndani ya kanisa, walishiriki ibada ya misa, na baada ya ibada kumalizika, hapo watu walianza kutoka nje na kanisa kama ilivyo kawaida katika ibada nyingi za kidini. Katika baada ya kutoka nje ya kanisa, hali ilibadilika. Kwa mujibu wa maelezo ya polisi, baadhi ya watu waliokuwa sehemu ya mkusanyiko huo walianza kuandamana barabarani. Hatua hii ilitafsiriwa na vyombo vya usalama kama kitendo cha kukaidi amri ya kisheria iliyokuwa tayari imetolewa mapema. Na amri hiyo ilikuwa imezuia kufanyika kwa maadhimisho ya kitaifa ya BAWACHA katika mkoa wa Mara hadi shauri la msingi lililokuwa mahakamani litakapomalizika. Na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na polisi, katazo hilo lilikuwa tayari limewasilishwa kwa viongozi wa BAWACHA kabla ya tarehe ya matukio. Vyombo vya usalama vilieleza kuwa maandalizi ya tukio hilo yalikuwa tayari yameonekana kuhusishwa na kauli zilizotafsiriwa kama za uchochezi. Kwa hiyo katazo lililotolewa kama hatua ya tahadhari ili kuzuia hali ambayo ingeweza kusababisha vurugu au kuvuruga utulivu wa umma. Lakini licha ya katazo hilo, mkusanyiko wa wanachama wa BAWACHA uliendelea. Baadhi yao walikusanyika kwa ajili ya ibada katika kanisa hilo, na baada ya ibada kumalizika, maandamano yaliyotokea barabarani yalichukuliwa na polisi kama ukiukwaji wa amri ya kisheria. Na katika hatua iliyofuata, polisi walifanya operesheni ya kuwakamata watu waliokuwa wanahusishwa na maandamano hayo. Jumla ya watu 27 walikamatwa na kupelekwa katika vituo vya polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Miongoni mwa waliokamatwa ni katibu mkuu wa BAWACHA Taifa kwa jina Pamela Masei. Ukamataji wa kiongozi huyo umeongeza uzito wa tukio hilo katika mjadala wa kisiasa nchini. Na kwa sababu BAWACHA ni taasisi muhimu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo maarufu kama Chadema, inayahusisha na kuhamasisha ushiriki wa wanawake katika siasa na masuala ya kijamii. Kwa upande mwingine, tukio hilo pia limeibua mjadala kuhusu taarifa zilizokuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii
kabla ya tukio hilo, na baadhi ya taarifa hizo zilidai kuwa wanachama wa BAWACHA walizuiliwa kuingia kanisani kwa ajili ya ibada. Lakini taarifa hiyo imekanishwa na jeshi la polisi, na kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Mara, polisi wanatambua na kuheshimu haki ya wananchi kuabudu. Ibada za kidini zimeelezwa kuwa sehemu muhimu ya uhuru wa kikatiba na wananchi, lakini pamoja na kuheshimu haki hiyo, vyombo vya usalama vimesisitiza kuwa haki ya kuabudu haiwezi kutumika kama kivuli cha kufanya shughuli zinazokiuka sheria. Kwa mtazamo huo, ibada inayoheshimiwa kama ibada, lakini shughuli zinazotokea nje ya ibada, hasa kama zinahusisha maandamano au mikusanyiko ya kisiasa, zinaweza kuchukuliwa hatua endapo zitakiuka sheria zilizopo. Na kwa wachambuzi wa siasa na sheria, hoja hii imeibua mjadala mpana kuhusu uwiano kati ya haki za kiraia na utekelezaji wa sheria. Na kwa upande mmoja, katiba inalinda haki ya wananchi kukusanyika na kuabudu, lakini kwa upande mwingine, sheria pia zinatoa mamlaka kwa vyombo vya usalama kusimamia mikusanyiko inayoweza kuathiri utulivu wa umma. Na katika mazingira ya kisiasa, masuala haya mara nyingi huwa nyeti sana, kwa sababu mikusanyiko ya kisiasa inaweza kuwa na athari kubwa katika hali ya usalama na utulivu wa jamii, na kwa hiyo usimamizi wa mikusanyiko hiyo unahitaji uwiano makini kati ya haki za wananchi na wajibu wa dola. Tukio la Msoma linaonekana kuingia moja kwa moja katika mjadala huo, na kwa upande wa kisiasa, ukamataji wa viongozi wa wanachama wa BAWACHA unaweza kuongeza mjadala kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za mikusanyiko. Kwa upande wa vyombo vya usalama, msisitizo umeendelea kuwa juu ya umuhimu wa kuheshimu sheria pamoja na amri za mahakama. Na katika historia ya siasa za Tanzania, migongano kati ya mikusanyiko ya kisiasa na vyombo vya usalama imekuwa ikijitokeza mara kwa mara, lakini kila tukio huongeza sura mpya katika mjadala huo wa kitaifa. Kwa sasa uchunguzi wa tukio la Msoma unaendelea, na vyombo vya sheria vinatarajiwa kuangalia tuhuma zinazowakabili waliokamatwa pamoja na mazingira ya tukio lenyewe. Hatua zinazofuata zitategemea matokeo ya uchunguzi huo pamoja na taratibu za kisheria, lakini tayari tukio hilo limeacha athari kubwa katika mjadala wa kisiasa nchini. Na kwa mujibu wa Msoma, siku hiyo itabaki katika kumbukumbu kama siku ambayo ibada ya kanisani iligeuka kuwa tukio la kisiasa. Na kwa taifa kwa ujumla, tukio hilo linakuwa sehemu ya mjadala mpana kuhusu demokrasia, haki za kiraia na utawala wa sheria, kwa sababu katika demokrasia yoyote, matukio kama haya huwa sehemu ya safari ya kujifunza na kurekebisha mifumo ya kisiasa na kijamii. Kadri uchunguzi unavyoendelea, macho ya taifa yanaendelea kuelekezwa Msoma, kwa sababu majibu yatakayopatikana kuhusu tukio hili yanaweza kuwa na athari katika namna mikusanyiko ya kisiasa itakavyosimamiwa katika siku zijazo. Na katika uwanja wa kisiasa, tukio moja linaweza kuanzisha mjadala mkubwa unaoweza kubadilisha mwelekeo wa mjadala wa kitaifa. Kwa sasa ukweli mmoja unabaki wazi, kwamba tukio la Msoma limegeuza mkusanyiko wa wanawake kuwa mjadala mkubwa wa kitaifa kuhusu sheria, haki na siasa. Na majibu ya mjadala huo ndio yatakayounda sura ya mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyoscope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, bila kugeuza wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.